Hivyo mzunguko wa pili wa ligi kuu unaendelea. Manake Azam FC yuko yeye anatamatisha mzunguko wa pili. Young Africans alama 6 tayari kwenye kilele, bila shaka magoli 7. Kwako na tafsiri vipi michezo miwili alama 6 magoli 7? Michezo miwili magoli 7. Ni range ndogo kwa Yanga sasa hizi. Yanga sasa hizi tuna mechi 3 hapa uwanja wa KMC kabla ya kwenda kwenye mechi ya away. Hizo mechi 3 mimi naidai Yanga goli 15 plus. Sasa leo tumepata 4. Hizo 11 zitakuja kwenye mechi mbili zinazokuja. JKT naona huko amenyolewa na polisi. Yaani maafando washafungwa huko na polisi. Wanakuja kucheza na Yanga. Na mara ya mwisho kuja kucheza na Yanga hapa walichukua chuma 5. Hiyo ni Yanga ya msimu jana. Kama alifungwa chuma 5 na Yanga ya msimu jana. Yanga ya msimu huu labda Stefano Azizikia sio amerudi. Labda kina Shasha Manu wasianze. Sijui wale kina nani Nike na Kangwanda kina Zokwane wasipangwe. Lakini kama watapangwa, kama ukiona timu yoyote inaongoza ligi, jua my friend Yanga hawajacheza. Yaani ukiona timu inaongoza, jua Yanga hawajacheza. Yanga wakicheza wanaongoza wao ligi. Na sasa hivi tunawaambia wa screenshot kila mzunguko. Ikishafika mzunguko wa 11 tukishacheza nao yani, hawarudi tena kwenye msimamo. Si Yanga wazee watufunga. Utatufunga sio goli moja ndani ya mechi, tumekufunga 4. Tumekufunga 3. Ndio hivyo hata kwenye dabi itawakuta. Watapata goli kao kamoja. Sisi tutakuja tutawapiga chuma 3, mechi itaisha 3-1. Dabi inayofuatia hiyo watasema wao tutarujesha. Ligi inaisha. Ligi ya msimu huu hatuchukui ubingwa kwa alama 2. Tunachukua ubingwa kwa tofauti ya alama 5. Hii save ndugu yangu. Tofauti ya alama. Unaona kwa mfano leo tumeshinda 4 lakini hatuna furaha. Tujaruka. Yanga hii Shalulia asipofunga, si umetufunga. Unasemaje? Yanga hii Shalulia asipofunga kwenye mechi, sisi tunaondoka na huzuni. Mimi leo nimejiandaa kuruka, nimeshindwa kuruka, offside zote mbili wanaamua na teknolojia. Na hiyo teknolojia iendelee hivyo hivyo tunaiangalia. Ikifika mzunguko wa 10 inakatakata magoli nasema offside, tutaomba VAR kwa sababu VFC ndio dini. Wewe unaona ligi kuu ya England kuna VFC wewe? Sijawahi kuona VFC. Naona kwenye ligi ya wanawake sijui China France lakini inatenda haki kwa namna unavyoiona. Imeanza kutenda haki, umeelewa? Nimekwambia ikianza kutuvuruga, si ndio Yanga Afrika wewe. Wewe unaona kanuni kwenye bodi ya ligi zimebadilika, ukibadilishia nguo unajua kazi ya nani? Kazi ya nani? Hiyo VFC hiyo. Tunawaambia kabisa hiyo VFC yao wawe nao makini. Haiwezekani kwenye mechi ya Yanga eti anaenda kuangalia anti-clock. Kuna mzee alikuwa anamshangaa. Mechi inaendelea sio anakimbia anaenda kuangalia upande wa pili. Kwa nini mechi ya Yanga wanaiweka kushoto? Eneo labda ndio linatosha kule. Jana nimeona magoli yanalalamikia. Sasa wasitake ikafikia kwenye level za sisi Yanga kuilalamikia. Inatenda haki lakini nayo ina matatizo. Magoli iko sawa kulalamikia VAR. Shalulile kafunga na Mungo wamekataa. Kafunga mawili hapa amekataa. Sasa kama imeleta teknolojia kumzingua Shalulile itaondoka. Itaondoka. Mbona kidogo la Kangwanda hajakataliwa la Max? Mimi mwenyewe najiuliza kwa nini ya Shalulile peke yake. Yaani najiuliza offside wapi wewe mputa bwana mtoka? Offside ya wapi? Wewe umeangalia kupitia wapi? Si nimeangalia mpira simeisha, tumeangalia wewe na Mungu akukwambia ni offside. Haya ukiangalia Lela na Mungu ni offside. Haya na Mungu sawa. Hii ya leo mawili. Haya atafunga mawili kwenye mechi ya JKT. Mechi ya JKT atafunga mawili. Sasa wewe wanajimaji wanakata vipi magoli ya Shalulile bwana? Teknolojia. Tutayarevamp, tutayarecover kwenye mechi ya JKT. Maafande huko walipo kazi wanayo. Hii imeisha, tunaangalia mechi inayokuja. Lakini niwaombe kitu kimoja. Sasa hizi mkiona Simba wanacheza, kama mna beti wekeni red card, mtakuja kunishukuru. Mechi inayokuja Kagoma anapewa kadi. Ninavyojua Singida unavyojua kukania mechi. Kagoma anaondoka na umeme. Kadi nyekundu. Sasa nani atacheza katikati? Wewe Jabali ashakula kadi nyekundu. Ukiangalia viungo wao pale tiatia maji. Kuna mshambuliaji ngoja. Kwa hiyo Semfuko ukimwona kwenye line hapo ameanza Semfuko mechi ya Singida. Singida anashinda. Nation. Ni nani wewe? Kevin Nation. Mbona sijawahi kumuona hata substitution kwenye mechi za Simba za ligi kuu? Ni mchezaji wa nini? Mbona Yanga wachezaji tunawaona wote mpaka kina Mwijage. Ni nani huyo? Simfahamu. Yaani umjui Kevin Nation? Simjui. Sasa wewe mimi nitawajua wachezaji wote ligi kuu ya NBC. Mimi simjui. Simba najua na viungo Semfuko, Jabar na Kagoma. Kwa kadi nyekundu ipo. Singida wanavyojua kukamia ile.
Sisi wote tutakuwepo hapa. Kuna kadi nyekundu tena mbili. Singida naona kuna Dar Santos nao wanaweuka. Na nimeambiwa Damaro amerudi Singida. Hiyo mechi ikianza sasa kadi nyekundu zitakuwa mbili. Itakuwa ya Kagoma. Na katika kitu nilichokuwa naogopa kwenye hii teknolojia ni Damaro akiwa Yanga Afrika. Kama karudi Singida, wallah. Tumeshukuru. Hii wewe angepona kwenye hii VFC kweli. Damaro haizi akapona kwenye hii VFC. Singida mpepewe, mmemchukua mchezaji wenu. Msukuma anacheza vizuri lakini kwa mfumo huu wa hii teknolojia tungekuwa tunacheza pungufu sana. Anagonga. Kama ataanza mechi ya Simba na Singida. Singida wana kadi yao nyekundu ya Damaro, Simba wana kadi yao nyekundu ya Kagoma. Kwa Singida wapepewe. Wamewasaidia Yanga kupunguza kadi nyekundu. Hiyo umesema wewe, mbona unataka kunitia shoti? Baada ya kunitia shoti. Tumewapepea hapa. Tunapongeza Singida. Tunapongeza Singida hapa. Wametuepushia dhahma ya kadi nyekundu. Ila sio wapepewe, Singida wapepewe. Singida unajua mimi Singida siwaamini. Mechi ya jana na Kagera Sugar mimi nategemea Singida wataenda kukaa juu kwenye msimamo. Wamedraw kizembezembe. Tena wamedraw ambao walistahili kufungwa. Bwana ali mzuri. Jumatatu tukutane hapa KMC Complex kuzitazama chuma 5 na kuendelea. Chuma 2 za Peter Shalulile. Sawa.